Mheshimiwa Humphrey Polepole, katibu wa uenezi na itikadi Chama cha Mapinduzi, sasa anaenda kuchukua nafasi yake. Naomba pale jukwaa kuu mjipange kumpokea tafadhali. Kwa hiyo sasa niwaombe kwa muziki huo, nitaomba kwa maandalizi ya kumpokea. Tutasimama wote kwa furaha kubwa wimbo huo unapokuwa unapigwa, huku tukimpokea rais. Kwa hiyo naomba tufanye mazoezi tafadhali, mbele ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda. Naona IGP anaingia. Karibu sana. Shukrani sana. Sasa naomba niwapitishe kwenye ratiba ili tuweze wote kuelewa yale yatakayojiri. Kwanza, tayari tumeshapokea viongozi mbalimbali, lakini pia waziri amekwisha wasili. Kitakachofuata ni kuwasili kwa mgeni rasmi, na nitaomba wote tusimame kwa furaha kubwa. Baada ya hapo tutaendelea kusimama ili tupate wimbo wa taifa tukiongozwa na brass band yetu ya jeshi la polisi. Baada ya hapo tutapata ujumbe maalum kutoka JKT na ni dakika 5 tu. Kwa naomba ujumbe wetu mutune, siweke madoido kwa sababu tuna shughuli mbili leo. Kwa lazima iende kwa mujibu wa ratiba tulionayo. Baada ya hapo tutapata salamu za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na atafanya utambulisho wa viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa makundi, kwa sababu wakisema mmoja mmoja kwa jina tutachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo yeye ameshajipanga tayari. Baada ya hapo tutapata utambulisho wa viongozi wa meza kuu na wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na viongozi wengine wakuu ambao wako hapa. Utafanywa na Dr. Leonard Chamriho ambaye ni katibu mkuu kwenye wizara yetu ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, sekta ya uchukuzi. Baada ya hapo tutapokea taarifa ya mradi kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka yetu ya anga ambaye ni Bwana Hamza Johari, mkurugenzi wa TCAA. Na baada ya hapo tutapata maelezo sasa kutoka kwa waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano ambaye atamkaribisha Mheshimiwa Rais aweze kutoa hotuba, na baada ya hotuba yake atakwenda kuweka jiwe la msingi la mfumo wa rada za kuongoza ndege katika viwanja vinne vya Mwalimu Nyerere, KIA, Mwanza na Songwe. Baada ya hapo tutapata picha za ukumbusho, picha chache, halafu mgeni rasmi ataondoka eneo hili la sherehe kuelekea mahali pengine ambapo pamepangwa, na ndio tutakuwa tumefikia tamati ya ratiba yetu. Ule uwanja wetu wa zamani kule ana shughuli kubwa ya kuipokea ndege yetu kutoka nje ya nchi, na sisi sote tumealikwa tuhudhurie pia hafla hiyo. Hivyo utaratibu wa kwenda huko utakuwa kama ifuatavyo. Mara baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumalizika, na hivyo kuelekea kwenye jiwe la msingi, wananchi wote ambao mnaongozwa pia na viongozi mbalimbali kwenye eneo hili ambao tunatazamana mkabala, badala ya kwenda kutumia ile njia mlioitumia mwanzoni kuingia huku, basi mnaombwa mfanye mambo yafuatayo. Kwanza, mmealikwa wote kwenda kule kwenye uwanja ule wa zamani
kuungana na Mheshimiwa Rais kwa tukio hilo kubwa ambalo linaipa heshima taifa letu la Tanzania. Makofi mengi tafadhali. Sasa utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. Mara baada ya Mheshimiwa Rais kushuka kwenye jukwaa kuu kuelekea pale, sisi wote tuendeni tukaingie kwenye mabasi ambayo yameandaliwa kwa ajili yetu, na wenzetu wa mamlaka ya anga watakuwa na chombo cha kutuongoza kutumia njia fupi zaidi kwenda upande wa pili baada ya kutumia ile njia ya mwanzo. Kwa hiyo msiende kule mwanzoni, kwa sababu mtakuwa mnafanya kitu ambacho ni kinyume kidogo, kisengele nyuma mnaita wenyewe. Kwa mambo ni mbele kwa mbele, ama sio? Dar es Salaam oye! Baada ya hapo watakaofuata kwenye msafara huo ni wakuu wa vyombo vya dola, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, wakuu wa taasisi na mashirika, makamishna ambao wote mmekaa, pamoja na wakuu wa wilaya ambao wote mmekaa banda hili huku. Kwa hiyo viongozi mliokaa huku, kwa utaratibu huu mtakwenda kule kwa hitimisho lifuatalo, kwamba nyinyi wote mtafuata msafara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo msafara huu unapoondoka, immediately au mara tu baada ya hapo watakuja wakuu wa vyombo, halafu mtafuata waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa na wote ambao mmekaa hapo. Kama nilivyotaja, waheshimiwa wabunge mtaongozana kwenye msafara kwenda naye mpaka upande ule wa pili. Huu ndio utaratibu ambao tutautumia. Kwa hiyo niwaombe madereva wote wa viongozi na wale ambao mtawabeba wananchi kwenye magari mbalimbali yakiwemo mabasi, nitawaombeni muwe kwenye eneo lenu muhimu kabisa la magari yenu, ili viongozi hawa wakianza kwenda mara moja tuweze kuendelea na msafara. Kwa naomba mzingatie sana hilo. Marubani wote wa magari yetu, tafadhali sana mchukue hiyo nafasi. Namuona naibu waziri hapa mambo ya uchukuzi, Mheshimiwa Nditi anawasili hapa. Kadhalika kwa mbali namuona pia waziri wa maliasili na utalii amekwisha wasili. Hao wote watatambulishwa rasmi kwa majina yao. Mimi nataja vyeo tu na katibu mkuu, maana nisimalize kazi yake. Kwa hiyo ndio utaratibu ambao nitaomba ufuatwe. Na washukuruni sana kwa ushirikiano wenu na usikivu wenu. Sasa tuendelee kupata ile heshima inayostahili. Nanyosha mikono yangu juu, nimesifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu, tayari kwa tukio kubwa. Nchi yangu maarufu. Na dalili zote tunazoona mama yetu Mheshimiwa Jaji Magufuli anawasili, tupige makofi mengi na vigelegele. Studio weka muziki na naomba wote tusimame tumpokee Mheshimiwa Rais. Naomba wote tusimame. JKT mjiandae kwa nafasi ya mara moja.
Dar es Salaam oye! Magufuli oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapokelewa na waziri mwenye dhamana na mkuu wa mkoa. Sasa anapita kwa kusalimiana vyombo, wakuu wa vyombo vya dola na viongozi wote ambao wako hapa, wakurugenzi wetu wakuu wa anga na viwanja vya ndege wote wako hapa. Ni heshima kubwa kabisa. Mheshimiwa Rais anawasili. Naomba akipita kwa mbele yetu tapunga na bendera zetu na vitambaa. Magufuli oye! Heshima kubwa leo kwa taifa linaweka miundombinu muhimu kabisa kwa ajili ya usalama wa anga letu, anga na viwanja vya ndege. Makofi mengi na vigelegele. Asante Mheshimiwa Rais na mnapokea. Leo ndio leo. Kweli si kweli? Kweli. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu mheshimiwa. Hapa jiwe la msingi la mradi mkubwa wa mfumo wa rada 4 za kiraia zitakazotumika kuongozea ndege zitakazofungwa katika viwanja vya Jinia, Kia, Songwe na Mwanza katika mradi ulioasisiwa rasmi na mamlaka ya usafiri wa anga yani TCAA. Kwani kuna faida gani ya jambo hili? Bwana wewe ngoja nikujuze. Mambo haya leo nikwambie. Mambo haya ni kuongeza ufanisi wa kuongoza ndege nyingi kwa wakati mmoja bwana wewe. Zitapita ndege 16 kwa mara hii ambapo zamani zilikuwa ndege 2 tu. Maendeleo hayo jamani. Alafu pia utaimarika kwa ulinzi na usalama wa anga ili kuzuia ajali na viashiria nani ajali. Bwana wewe ndege zinapita huko juu salama salimini. Alafu nikwambie sasa, kuimarika kwa huduma utaongeza imani kwa mashirika mengine makubwa kutumia anga yetu. Sijamaliza. Kufanya hivyo utaongeza mapato kwa sababu ndege zikiwa nyingi ndio wingi wa mapato. Mimi nilikuwa najaribu tu kuuliza hivi hawa wanaocheza ngoma hapa wanafahamu kwa nini serikali inafunga hizi rada katika viwanja vyetu vya ndege? Sasa ninaamini kwa maelezo haya wananchi wameshasikia na wamejua kwa nini serikali inafunga hizi rada katika viwanja vya ndege. Mimi kwanza nimpongeze mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ndugu Hamza Johari. Huyu ni
mkurugenzi kijana, lakini amekuwa na mikakati mizito kuimarisha hii taasisi iweze kufanya kazi katika hali ambayo inakubalika. Pili, nimpongeze waziri wa uchukuzi, ujenzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa. Amekuwa akihangaika huku na huku kuhakikisha hii taasisi inafanya kazi katika hali ya usahihi kabisa. Hongera sana ndugu waziri. Lakini pongezi za pekee tumpe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Hongera sana rais wetu, wewe ni mzalendo namba moja. Wewe unaonyesha uzalendo kwa vitendo, na ndiyo maana mradi huu unafadhiliwa na serikali yako kwa 100%. Sasa mimi nawaombeni ndugu zangu wananchi, kwa upole kabisa, hebu tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumuunge mkono kwa kufanya kazi sana, tumuunge mkono kwa kuitunza amani tulionayo, kwa sababu amani yetu ikija kuvurugika, haya anayoyaleta rais wetu hatutaweza kuyatumia. Kwa upole kabisa na waombeni hili, na waombeni sana. Sisi yeye Naomba tuwapongeze tena kwa makofi mengi na vigelegele vijana wetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa nayo heshima ya kumwalika mwenyeji wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Paul Makonda atoe salamu na utambulisho mfupi wa viongozi wachache waliokuwepo. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana Mheshimiwa Paul Makonda. Dar es Salaam oye! Magufuli oye! CCM oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nianze kwa kukaribisha katika mji wetu wa Dar es Salaam, na kwa utangulizi wa kipekee nianze kumtambua katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam na wanachama wote walioko hapa. Naomba mpunge mikono wa kumshangilia Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue kamati yetu ya ulinzi na usalama, nikianza na mkuu wa wilaya mwenyeji ambaye ni mjumbe, pamoja na wakuu wa wilaya wenzake Kigamboni, Ubungo, pamoja na kamanda Mausasa ambao ndio wanasimamia ulinzi na usalama katika mkoa wetu wa Dar es Salaam.
Lakini Mheshimiwa Rais, niruhusu pia nitambue uwepo wa wakuu wa mikoa ambapo leo wanatuwekea jiwe la msingi, lakini katika viwanja vyao katika mikoa wanaoiongoza napo pia utaratibu kama huu unaenda kutokea. Nitambue mkuu wa mkoa wa Mwanza kaka yangu Mongela, nitambue mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro mama yangu Ana. Nafikiri kama kuna mwingine natoa labda kwa bado yuko njiani. Lakini pia Mheshimiwa Rais, niruhusu nitambue uwepo wa wabunge wetu, wabunge wa jiji la Dar es Salaam. Umeona kaka yangu Zungu, umeona dada yangu Bona, na wengine nafikiri huyu jirani alikuwa yuko pahala fulani, lakini naye yuko njiani ameniambia anakuja. Mheshimiwa Rais, tunao madiwani, tunao viongozi mbalimbali, tunao wakurugenzi wa manispaa yetu zote 5 ambao nao wamehudhuria katika siku ya leo. Mheshimiwa Rais, leo kwa sababu jukumu hili ni kubwa na unaweka alama nyingine katika alama ambazo Mungu amekujalia kuzifanya. Tunao vijana wako pia ambapo waliona leo waje waungane na wewe. Wakasema kwamba kwa sababu Mheshimiwa Rais atakuwa anapokea ndege na anaweka jiwe la msingi katika kuongoza landa zetu hizi, nasi hatutakuwa nyuma kwenda kumunga mkono, kwa sababu nasi tunapeperusha bendera ya Tanzania katika sanaa nje ya Tanzania. Naomba kumtambulisha kwako Diamond Platnumz na mameneja wake, nao wamesema nakuja kupunga mkono kwa kazi kubwa unayofanya. Mheshimiwa Rais, mimi na mambo mawili tu. Mkoa wetu uko shwari. Tuko salama salimini, na katika sikukuu ya Pasaka watu wamekula, watu wamekunywa, na hakuna tukio lolote la uhalifu ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa kazi kubwa inayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini na wananchi kuamini na kuelewa umuhimu wa amani katika mkoa wetu. Ni jambo muhimu sana ambalo ni vyema Mheshimiwa Rais kalifahamu. Tunaendelea vizuri, hakuna chokochoko. Jambo la pili ambalo ni vyema pia kalifahamu, tumesikia kwingine kula, lakini kwetu Mheshimiwa Rais hakuna waraka. Hakuna waraka popote pale ulikopita. Watu wamemwabudu Bwana Mwokozi wao, na tumeungama dhambi zetu kupitia kufa kwake msalabani, na tumefufuka naye upya, tunaendelea kuifanya kazi kikamilifu. Jambo la tatu Mheshimiwa Rais, kwenye mkoa wetu kuna watu wamekuwa na tamaduni za kutoka kwenye mikoa yao wanakuja kutangaza uchochezi ndani ya mkoa wetu. Tunajaribu kuangalia utaratibu mzuri wa kisheria ili kama wanatoa matangazo basi watolee matangazo kwenye mikoa yao, wasije kwenye mkoa wetu ambao ni mkoa wa amani, ni jiji la kibiashara, kwa ajili ya kuhakikisha tunaendeleza kuwa na amani. Na mwisho, kwa sababu tuko na waziri wa ujenzi, waziri wa uchukuzi, mawasiliano, nitoe shukrani zangu kwako wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais. Tunao barabara inayotoka Tegeta kilomita 11 kuja mpaka Mbezi Mwisho, na kutoka Mbezi Mwisho na kuja mpaka kupita Kinyerezi ni kilomita 20. Ni kutaarifu Mheshimiwa Rais ya kwamba ndugu zangu hao wa TANROADS wanaijenga hiyo barabara, na tumebakiza kati ya kilomita 11 tumebakiza takriban kilomita 3, na katika kilomita 20 za kutoka Mbezi Mwisho kuja kuingia mpaka hapa airport tumebaki kilomita 4 ambazo ndani ya mwaka huu wanakamilisha. Maana yake hakuna mtu atakayetoka Tanga, atakayetoka Pwani, atakayelazimika kwenda mpaka Mwenge ndio aje kuitafuta airport. Airport itapatikana ndani ya ukanda kwa namna ambavyo natangaza barabara za lami katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini pia tunazo takriban bilioni 100 na milioni 998 ambazo zimetengwa chini ya TARURA kuhakikisha kwamba jiji la Dar es Salaam linajengeka na barabara zinapitika vizuri. Na TANROADS pia tunazo bilioni 183. Kwa hiyo tukushukuru tu Mheshimiwa Waziri unayesimamia TANROADS, lakini tu tukushukuru pia Mheshimiwa Rais ya kwamba ndani ya mwaka huu tuna uhakika tutajenga barabara nyingi kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba wananchi wanaondoka na matatizo makubwa. Hapa tulipo tu upande wa pili kuna Kivule pamoja na Kitunda, kuna daraja linajengwa ambalo ndugu zetu hawa walikuwa wanasema kwamba maendeleo hayaendi upande wa upinzani. Jimbo la huku Mheshimiwa Rais ni la upinzani, lakini umepeleka maendeleo. Kauli yako ni kweli ya kwamba maendeleo yana chama na wananchi wanaendelea kupata maendeleo. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba tukaribishe Dr. Leonard Chamriho, katibu mkuu wizara yetu sekta ya uchukuzi, aweze kutambulisha viongozi walioko kule hema kuna lile hema la viongozi upande wa pili. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, nayo nachukua heshima hii kuwatambulisha wageni wachache ambao tunao hapa. Kwanza nikianza na mama yetu, Mama Janet Magufuli ambaye yuko hapo meza kuu.
Pili, tunaye mwenyekiti katibu wa chama katika itikadi na uenezaji ndugu Humphrey Polepole. Mheshimiwa Rais, tunao mawaziri kadhaa. Kwanza tuna waziri mwenye dhamana ya ujenzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa, lakini vile vile tunaye waziri anayeshughulikia TAMISEMI Mheshimiwa Selemani Jafo. Tunaye vile vile Mheshimiwa anayeshughulikia ujenzi, mawasiliano na usafirishaji kutoka kule Zanzibari Dr. Sira Ubwa Mamboya. Tunaye vile vile waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Hamisi Kigongala. Tunaye vile vile mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Adeladus Kilango. Tunao vile vile manaibu katibu wakuu wa ujenzi Mheshimiwa Atashasta Nditie. Kuna na Mheshimiwa Elias Kwandikwa, na tunaye Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya nje Susan Kolimba. Mheshimiwa Rais, vile vile tunaye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya miundombinu ya Bunge Mheshimiwa Suleiman Kakoso, ambaye vile vile wana kamati wenzake wawili pale. Mheshimiwa Rais, katika hafla yako hii vile vile tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa umoja wao ningeomba wasimame. Fadhili yake afande. Hao, tulia. Kazi nzuri, kutia sheria, bila shuruti, songa mbele. Asante Mheshimiwa. Vile vile tunao wakurugenzi wote wa wizarani pamoja na wafanyakazi wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Naomba wasimame watambulike. Lakini vile vile tunao wakuu wa taasisi mbalimbali ambao wako hapa: TCAA, TRC, TAA, ERB, Sumatra, ATCL, CRB, TRA na wengine wengi. Kwa umoja wenu tafadhali naomba msimame ili mtambulike. Mheshimiwa Rais, vile vile tunaye mkandarasi ambaye atatujengea uwanja wetu. Amewakilishwa hapa na Bwana Abel Carr anayetoka kampuni ya Thales. Dr. Magufuli na serikali yake wanachokifanya ni kwa faida ya Tanzania wote. CCM, CUF, Chadema na hata soko la ndama. Sasa sio kuna barabara, tuwape support, tuijenge nchi yetu. Hapa kazi tu. Ili Mheshimiwa, huyo mkandarasi wetu atasimamiwa na vyombo vyetu. Kwanza kuna TBA atakayemsimamia kwa upande wa miundombinu, lakini vile vile tuna washauri wa ICAO watakaosimamia katika shughuli za mitambo ya kuongozea ndege, lakini vile vile tunao kampuni yetu ya TTCL ambayo itashughulika na kusimamia mambo yote ya mawasiliano. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Makofi mengi kwake Katibu Mkuu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba nimkaribishe Bwana Hamza Johari, mkurugenzi mkuu wa TCAA, aweze kuja kutoa taarifa ya mradi. Na Waswahili wanasema mtoto wa nyoka hafundishwi kung'ata. Huyu ameelelewa vizuri na yuko kazini. Tumpigie makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimesimama hapa kwa ajili ya kukupa taarifa fupi ya mradi huu. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia pumzi na afya njema na kutuwezesha kuifikia siku hii ya leo ambayo ni muhimu kwa taifa letu. Pili, Mheshimiwa Rais, napenda nichukue nafasi hii kwa niaba ya bodi na management ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kuweza kutukubalia kuja kuwekea jiwe hili la msingi, hasa katika sikukuu hii ya Pasaka. Mheshimiwa Rais, tumefarijika sana na kweli umezidi kututia moyo wa kuchapa kazi na kulitumikia taifa letu. Tunakushukuru sana sana. Mheshimiwa Rais, Mamlaka ya Usafiri wa Anga ni mdhibiti wa sekta ya usafiri wa anga. Pamoja na shughuli za udhibiti, Mamlaka ya Usafiri wa Anga inatoa huduma za uongozaji ndege.
inatoa huduma za uongozaji ndege katika anga lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inatandawaa kuelekea longitude 44 uelekeo wa Bahari Kuu, na tumekasimiwa na Shirika la Usafiri wa Anga Duniani kutoa huduma kama hizo katika anga la juu la nchi za Rwanda na Burundi futi 24,500 kwenda juu. Mheshimiwa Rais, mradi huu sasa umejikita katika kuboresha uwezo wetu wa kuweza kutoa huduma hizo, na umejikita katika mifumo ya kuangazia, kitaalamu tunasema surveillance, ambayo tutasimika rada 4 katika kiwanja cha Julius Nyerere kwa maana ya hapa Dar es Salaam, tutasimika katika uwanja wa Mwanza, tutasimika katika uwanja wa Kilimanjaro na tutasimika katika uwanja wa Songwe, na rada hizi zitakuwa na mifumo yote miwili kwa maana ya primary na sekondari, tukimaanisha kwamba tutaweza kung'amua kila kinachosatiri katika anga letu, whether ndege hizo ziwe zimezima vile viwezeshi kwa maana ya transponder au ziwe zimewasha au iwe haina hivyo viwezeshi, tutazing'amua. Mheshimiwa Rais, mjenzi wa mradi huu ni kampuni ya Thales Las France kutoka Ufaransa kwa gharama ya shilingi bilioni 67.3 ikihusisha ujenzi wa mitambo yenyewe na ujenzi wa miundombinu. Utagharimiwa na serikali kwa 100% bila kukopa. Mshauri mwelekezi kwa upande wa mitambo itakuwa ni Shirika la Usafiri wa Anga Duniani ICAO, kwa sababu wao ndio wataalamu wa mitambo hii. Lakini mshauri mwelekezi kwa upande wa majengo wa Civil Works ni Wakala wa Majengo Tanzania Building Agency, tunataka tutumie taasisi za serikali. Na mshauri mwelekezi katika mifumo ya mawasiliano ni shirika letu la TTCL ambalo nalo ni shirika la serikali. Na mradi huu transaction zake zote zitapitia benki yetu ya serikali, Tanzania Investment Bank, kuhakikisha kwamba malipo yote na ufunguaji wa zile letter of credit zinapitia katika benki ya serikali. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mradi ulipitia hatua mbalimbali kuhakikisha unafanikiwa. Hatua hizo ni pamoja na kuundwa kwa kamati maalum ya kumshauri mkurugenzi mkuu pamoja na kusimamia utekelezaji wa mradi huu. Wajumbe hao walitoka ndani ya taasisi na nje ya taasisi. Lakini pia tulifanya survey ya maeneo zitakapofungwa rada hizo na kuweza kujua ni maeneo gani zinatakiwa zifungwe, kuendesha mchakato wa ununuzi na kulipata mzabuni, ambapo kama nilivyosema kampuni ya Thales ilishinda, na mkataba ulisainiwa rasmi tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2017. Mradi huu unatarajiwa kuchukua miezi 18 hadi kukamilika na utakamilika mwezi Mei mwaka 2019, maana ulishaanza utekelezaji wake kuanzia mwezi Novemba mwaka 2017. Mheshimiwa Rais, kazi zinazohusika katika mradi huu ni pamoja na usanifu na utengenezaji wa mitambo kiwandani, kusanifu na kuchora michoro ya majengo ya kufunga minara ya rada, kujenga majengo ya kuhifadhi mitambo ya vifaa ya rada, kujenga uzio wa ukuta kuzunguka eneo la mtambo na majengo, kujenga barabara za kufika kwenye maeneo ya mitambo tunasema access road, kujenga miundombinu ya umeme na mawasiliano ya kielektroniki, kufanya tathmini ya athari, uhifadhi na kinga mazingira, kutoa mafunzo kwa waongoza ndege na wahandisi takriban 40 wa kuendesha mifumo hii ya rada, lazima wataalamu wetu tujengee uwezo, kufanya usimamizi wa utengenezaji wa usimikwaji wa mitambo utakaofanywa kama nilivyosema na Shirika la Usafiri wa Anga Duniani yani ICAO, na usimamizi wa kazi za ujenzi wa miundombinu ya umeme utakaofanywa na shirika letu la serikali Tanzania Building Agency. Mheshimiwa Rais, hadi sasa kazi ambazo zimeshafanyika ni kama ifuatavyo. Malipo ya awali ya 20% yameshalipwa mwezi Novemba mwaka 2019 kutoka vyanzo vya ndani vya Mamlaka ya Usafiri wa Anga. Utengenezaji wa rada ya kwanza kwa uwanja wa Julius Nyerere umeshakamilika, na tutakapokupitisha pale utaona wataalamu wetu sasa hivi wako pale Ufaransa wakipata mafunzo na kukamilisha mitambo hiyo, na mwezi huu wa 4 tutakwenda, wataalamu watakwenda kufanya factory acceptance test. Usanifu wa uchoraji wa michoro ya majengo umekamilika na ujenzi unaendelea.
tathmini ya athari, uhifadhi na kinga wa mazingira umefanyika. Mafunzo kwa kundi la kwanza la wahandisi wa mitambo yanaendelea nchini Ufaransa hivi sasa. Tumeshaingia mkataba wa usimamizi wa utengenezaji wa usimikwaji wa mitambo na shirika la usafiri wa anga duniani ya ICAO. Tumeshaingia mkataba wa usimamizi wa kazi za ujenzi wa miundombinu ya ujenzi na umeme, na kazi hii inaendelea na shirika letu la wakala wa majengo Tanzania Building Agency. Mheshimiwa Rais, faida za mradi huu ni pamoja na kwanza, kuwezesha anga lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuonekana kwenye rada kwa 100%, hivyo kuongeza usalama wa anga. Tumekuwa na changamoto baadhi ya maeneo huko pembezoni kwenye mipaka yetu kuwa na ndege au helicopters ambazo zinatua bila kufuata taratibu. Hilo tena halitakuwepo kwa sababu tutakuwa tunang'amua kila ambacho kinaingia na kutoka katika anga la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, mradi huu utasaidia mamlaka kutoa huduma kwa haraka na kwa ufanisi zaidi, pamoja na kuongeza mapato yatokanayo na tozo zinazotokana na huduma za uongozaji ndege. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwa dhati kwamba anga ni fedha, anga ni pesa. Kwa hivyo tumeamua kufanya hivi ili kuhakikisha kwamba sasa tutakuwa tunaweza kuzipanga ndege nyingi katika kipindi fulani cha muda tunapoongoza. Katika mifumo tulionayo sasa hivi, Mheshimiwa Rais, tunapozipanga ndege katika mifumo ya mawasiliano, inatakiwa upange ndege moja na ndege nyingine kwa tofauti ya dakika 10. Utakiwi uzipange bumper to bumper kwa sababu ya kiusalama. Lakini kwenye mifumo ya rada, standard ni kupanga ndege moja na ndege nyingine kwa knot 10 kwa nautical mile 10. Sasa kwa kawaida ndege hizi kubwa huwa zinatumia dakika moja tu kwenda nautical mile 8. Kwa hiyo ina maana kwa hii mifumo tulionayo sasa hivi, kati ya ndege moja na ndege nyingine ni nautical mile 80, ndio kunakuwa na ndege mbili. Lakini kwa mifumo ya rada sasa manake tutazipanga 8. Kwa hiyo mathalan kama tunaichaji ndege hiyo $300, tutazidisha mara ndege 8. Wakati kwenye mifumo ya sasa hivi unazidisha mara ndege 2. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, anga ni fedha. Kwa kutumia mfumo wa rada, mwongoza ndege anaweza pia akazi kama nilivyosema atakazipanga nyingi, lakini nyingi sasa zitaanza kupita. Zile ambazo zilikuwa zinakimbia zinapita pembeni, sasa zitapita katika anga letu. Mheshimiwa Rais, ndege hizi zina tabia kama ndege hai. Zinapenda kwenda maeneo ambayo kuna mahitaji yao. Ndege hai anakwenda sehemu ambazo kuna majimaji, mtama, chakula na kadhalika. Aidha, uboreshwaji wa miundombinu hii muhimu ya kuongozea ndege utavutia zaidi safari kuja kwetu na hivyo kukuza utalii. Kupitia mradi huu wa rada, wataalamu 33 wa mamlaka watapatiwa mafunzo ili kuendana na sanjari na huduma hiyo mpya ambayo tunatarajia kuitoa, na pia vile kupunguza ajali na matukio ya viashiria vya ajali. Aidha, Mheshimiwa Rais, mradi huu sasa umesitisha rasmi kampeni za nchi jirani kutaka kukasimiwa anga la Jamhuri ya Muungano ili kuongoza kutokana na nchi hizo kuwa na mifumo bora ya uongozaji ndege kuliko Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa sheria na taratibu za usafiri wa anga duniani, anga la nchi fulani linaweza likakasimiwa nchi nyingine kama mifumo yake iko duni, mpaka hapo mifumo hiyo itakapokuwa imekamilika. Lakini kwa kufanya mradi huu sasa tumesitisha kampeni hizo rasmi. Hatua hii ni muhimu ili kwenda sanjari na azma ya serikali yako Mheshimiwa Rais ya awamu ya 5 kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa viwanda na uchumi wa kati na kufika mwaka 2025. Kama mamlaka, jukumu letu ni kuweka mazingira ya kuvutia wawekezaji wengi ili kukuza uchumi. Mheshimiwa Rais, changamoto tulionayo ni moja tu ambayo tunaamini kwamba ikitatuliwa katika mradi huu tutakuwa vizuri. Nayo ni ukamilikaji wa ujenzi wa jengo la kuongozea ndege katika ule mradi wa kiwanja cha ndege cha Mwanza. Awali mpango huu ilikuwa ni kwamba baada ya kusimika rada ya Dar es Salaam tulikuwa tunaenda kusimika rada ya Mwanza, alafu kusimike rada ya Kilimanjaro, alafu kusimike rada ya Mbeya. Lakini kwa sababu ya changamoto hiyo tumebadilisha kidogo ratiba. Tunasimika rada ya Dar es Salaam, tutakwenda kusimika rada ya Kilimanjaro, tutakwenda kusimika rada ya Songwe Mbeya, alafu mwisho kabisa itakuwa ni Mwanza, tukiamini kwamba kipindi hicho jengo lile la kuongozea ndege katika mradi ule wa uwanja wa ndege wa Mwanza litakuwa limekamilika. Kwa namna ya kipekee, Mheshimiwa Rais, nitoe shukurani kwa wafanyakazi wa mamlaka ya usafiri wa anga kwa kukubali kufunga mkanda ili kupata fedha
za mradi huu, yani ile sehemu ya kwanza. Na nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa uongozi wako na hekima zako na weledi wako kwa kutukubalia kutupa sehemu kubwa ya fedha za kuongoza mradi huu. Kwa hivyo mradi huu unagharamiwa 45% kutoka Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya fedha na 55% kutoka serikali kuu. Aidha, Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee ni kushukuru kwa jitihada zako kubwa katika kukuza sekta ya usafiri wa anga, ikiwa ni pamoja na kufufua shirika letu la ndege la Air Tanzania. Mheshimiwa Rais, hii inathibitisha uelewa wako mkubwa na wa umuhimu wa sekta ya usafiri wa anga katika kukuza uchumi wa taifa letu. Tunakuombea uzidi kuwa na afya njema ili uweze kutimiza azma yako ya kulifanya taifa hili kuwa nchi ya uchumi wa kati na viwanda ifikapo mwaka 2025. Tunaamini hilo linawezekana na dalili tunaziona. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa uongozi wako mzuri. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana, kumpigia makofi mengi. Mkurugenzi mkuu wa TCA, asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa katibu wakuu wote ambao mko hapa tafadhali, na manaibu wa katibu wakuu, naomba msimame tafadhali. Makatibu wote mlioko hapa, makatibu wakuu, naomba tuwapigie makofi. Lakini pia nishukuru na makatibu tawala wa mikoa mliotoka hata nje ya Dar es Salaam, naomba msimame. Tanzania vipi? Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa baada ya ruksa hiyo, nimuombe sasa waziri wetu wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mbunge aweze kutoa maelezo ya wizara yake na hatimaye kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais uweze kutoa hotuba pamoja na kuweka jiwe la msingi. Tumpigie makofi mengi sana Profesa Mbarawa. Mheshimiwa Rais, kabla ya kutoa maelezo yangu mafupi, kwanza naomba nimwalike Mheshimiwa mbunge mwenyeji, Mheshimiwa Bona, aje kusalimia wananchi wetu mbele yetu. Fadhili ya kiubunge. Mheshimiwa Spika. Iyo Temeke vipi? Iyo Temeke safi, mambo yetu safi, ndio maana natugasi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, viongozi mbalimbali ikiwa itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, tunachukua nafasi hii kukukaribisha katika jimbo letu, jimbo la Segerea, na tunafurahi sana kwa kuwa tumekuwa tukizindua miradi mikubwa yote unazindulia Segerea. Kwa niaba ya wananchi wa Segerea tunasema asante sana na tunakukaribisha sana. Mheshimiwa Rais, tunapenda kukupongeza kwa juhudi mbalimbali ambazo unazifanya, hasa katika miradi ya uwekezaji ambao unaufanya katika masuala ya anga, lakini pia tunakupongeza kwamba tunajua kuna reli yetu inajengwa kwa sasa. Sisi kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Segerea pamoja na Ilala, nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayoifanya, lakini pia tunakuombea Mungu aendelee kukulinda ili uweze kufanya kazi kubwa. Segerea oye! CCM oye! Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa Rais, pia tunaye mgeni wetu hapa kutoka Zanzibar, Dr. Sira. Tunaomba Dr. Sira na yeye aje kusalimia wananchi walioko mbele yetu. Dr. Sira, karibu sana. Fadhili ya Kizanzibari. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa viongozi mbalimbali mliohudhuria hapa, naitwa Dr. Sira Ubwamamboya, waziri mchanga katika wizara hii, lakini niko tayari kujifunza. Mheshimiwa Rais, kwa kweli ni faraja kubwa iliyoje leo kuwa tuko hapa mbele ya umati huu tulionao kuhakikisha kwamba
anga yetu ya Tanzania inakuwa salama. Ufunguzi wa rada hizi Dar es Salaam na kutaka kufuatilia, na imani kwamba hata Zanzibar tuko salama, utatufanya Tanzania iwe salama kutoka ardhini hadi hewani. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana kwa hili, kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama. Hakuna kitu mbadala wa usalama wa nchi hii, na kama leo tuko salama, tunajiona kwamba tuna fahari ya kuishi Tanzania, kwa sababu wengine wengi sana hawako salama, na ndio maana mambo yanaenda kombo. Lakini sisi tutakuwa na uhakika wa kuishi salama, kwa sababu usalama wetu umehakikishwa na serikali yetu tukufu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana kwa niaba ya serikali iliyonituma hapa kuja kutoa ushirikiano katika ufunguzi wa rada hii. Nakushukuru sana sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mama yetu Mama Magufuli, Mheshimiwa Dr. Sara Ubwa, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Usafirishaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, waheshimiwa manaibu mawaziri mlioko hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Suleiman Kakoso, mbunge wa Mpanda Vijijini na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya kudumu ya miundombinu, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, ndugu makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mlioko hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wakuu wa wilaya, viongozi wa serikali na vyama vya siasa, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania, wadau wa sekta ya usafiri wa anga, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa na afya njema. Pia napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika sherehe hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa usimikaji wa mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege za kiraia. Kipekee kabisa, ninapenda kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu, licha ya majukumu mengi na makubwa walionayo ya kitaifa. Hii ni ishara ya namna unavyothamini sekta ya anga na maendeleo ya Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, tarehe 22 Agosti mwaka 2017, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA iliingia mkataba na kampuni ya Telesis ya Ufaransa kwa ajili ya mradi wa usimikaji wa mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege za kiraia. Thamani ya mradi huu ni takriban shilingi 67 bilioni nukta 3. Kwenye mradi huu Mamlaka ya Usafiri wa Anga wanalipa asilimia 45 ya fedha za mradi huu, wakati serikali kuu italipa asilimia 55. Hii ni mfano mzuri kwa taasisi kuanza kuwa na utamaduni wa kujitegemea kwenye miradi mbalimbali. Hongereni sana Mamlaka ya Usafiri wa Anga kwa kuonesha njia na kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Rais, wakati wa kutia saini mkataba huu, nilizikumbusha taasisi nyingine zilizo chini ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano ambazo zinakusanya kodi mbalimbali au tozo mbalimbali kuiga mfano wa TCAA wa kuchukua jitihada za kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia nguvu za ndani baada ya kutegemea mikopo na ruzuku ya serikali kuu kwa asilimia 100. Ni vyema mashirika na taasisi zetu
zikaongeza tija katika utendaji wake na hivyo kuwanufaisha zaidi wananchi pamoja na kulifaisha zaidi taifa letu. Mheshimiwa Rais, mradi huu utakamilika ndani ya miezi 18 kuanzia mwezi Novemba mwaka jana. Mradi huu umezingatia uendelevu na hivyo umeweka dhamana ya miaka mitatu kwa ajili ya kuhakikisha mkandarasi analeta vipuri endapo kutatokea hitilafu yoyote. Aidha, mkandarasi atahakikisha vipuri vinapatikana kwa muda wa miaka 15. Mheshimiwa Rais, mwezi Septemba mwaka jana, TCAA iliitisha kongamano la kwanza la wadau wa usafiri wa anga. Kongamano hili ilikutanisha wadau mbalimbali wakiweko wataalamu, kampuni za huduma, vyuo na wataalamu wabobezi wa usafiri wa anga kwa lengo la kutoa fursa kwa sekta hii kujitathmini kwa namna gani itaweza kufanikisha ajenda ya serikali ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati na viwanda ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, ili kufikia azima hiyo, tuliafikiana kuja na mpango mkakati ya kisekta ya kufanya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuwa ni njia panda, maana yake ni hub, pamoja na kuwezesha kuvutia shehena za mizigo inayotumia usafiri wa anga ikiwemo shehena za bidhaa za matunda, mboga, maua, nyama na samaki. Aidha tuliangalia changamoto ya uhaba wa wataalamu hasa marubani na wahandisi wa ndege. Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha sekta ya usafiri wa anga inakuwa na pia inachangia kwenye uchumi wa nchi yetu, serikali imeendelea kujenga miundombinu ya kisasa kama vile jengo la abiria la uwanja wa ndege wa Dar es Salaam ambapo serikali inatumia bilioni 560, ukarabati wa uwanja wa ndege wa Mwanza ambapo serikali inatumia bilioni 85, ujenzi wa uwanja wa ndege wa Shinyanga ambapo serikali itatumia bilioni 49.18, Sumbawanga shilingi bilioni 55.916, Mtwara serikali itatumia shilingi bilioni 45.6. Pia tuna mpango wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Musoma, Songea, Iringa na kadhalika. Mheshimiwa Rais, ninakupongeza sana kwa juhudi yako kubwa ya kujenga miundombinu hii ya kisasa. Mheshimiwa Rais, mwisho nichukue fursa hii kuipongeza TCAA kwa matokeo mazuri ya ukaguzi wa shirika la kimataifa la usafiri wa anga duniani uliofanyika mwaka jana kuhusu uwezo wa Tanzania katika kusimamia na kudhibiti masuala ya kiusalama katika sekta ya anga. Matokeo rasmi yameonyesha kwamba Tanzania imefanya vizuri ambapo wastani wake wa alama umeongezeka kutoka asilimia 37.8 za mwaka 2013 hadi asilimia 64.35 za mwaka 2017. Alama hizo zinaifanya Tanzania kuvuka malengo ya kiusalama ya ICAO ambayo ni asilimia 60. Kutokana na ufaulu huu mzuri, Rais wa shirika la usafiri wa anga duniani Dr. Bernard Arrow amepanga kuja nchini katika tarehe utakayomwalika ili akukabidhi wewe Mheshimiwa Rais tuzo maalum ya kutambua matokeo haya mazuri ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nikuhakikishie kuwa wizara kupitia TCAA itasimamia mkandarasi kuhakikisha anatekeleza mradi huu kwa viwango tulivyokubaliana na kwa wakati ambao tumekubaliana kwenye mkataba. Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema hayo machache, naomba sasa kwa heshima na taadhima kubwa niukaribishe ili uzungumze na wananchi walioko mbele yako na hatimaye utuwekee jiwe la msingi la mradi wa usimikaji wa mfumo wa rada 4 za kiraia za kuongozea ndege. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, tukupongeze. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako ulionipatia, kabla hujazungumza naomba niwaite wafuatao wasalimie. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Mwongea, tafadhali naomba uje usalimie.
kifuatiwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Naomba tumpigie makofi, maana kutoka Mwanza ni jambo kubwa hili. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwanza nishukuru sana sisi watu wa mikoani kukumbukwa kwenye matukio haya makubwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, nikwambie tu kwamba Mwanza iko salama. Sisi kule hakuna tangazo lolote limetoka, tuko shwari na tukuhakikishie tutaendelea kuwa shwari. Kuhusu tukio la leo, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wana Mwanza, tutambue sana na kupongeza kwa uamuzi wako wa Mwanza vile vile kupata rada. Mwanza kama tunavyojua ndio hub ya Afrika Mashariki. Ndio eneo lililoko katikati kabisa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Lakini eneo kubwa la kibiashara na lina mchango mkubwa. Sisi ndio wa pili kwa kuchangia kwa mapato nchini baada ya Dar es Salaam. Tukuhakikishie tutaendelea kufanya kazi na kuhakikisha kwamba mipango yote ya serikali, tayari kuna ujenzi wa bandari ya nchi kavu eneo la Fela ambao mamlaka ya bandari inaendelea kusimamia. Barabara kubwa zinajengwa, usanifu wa daraja la Kigongo Feri Busisi unaendelea. Barabara ya Usagara kwenda Kisesa ambayo itatusaidia kuunganisha nchi zetu, nchi jirani za Burundi, Rwanda, Kongo ya Mashariki kwenda Kenya na Uganda inaendelea kukamilika, katika muda mfupi ujao itakamilika. Ujenzi wa meli kwenye ziwa Victoria ambao zimetajwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, tayari mkandarasi kutoka Korea Kusini amepatikana. Ni juhudi za serikali yako na ni fedha zote za serikali zinazotumika. Mheshimiwa Rais, naweza kuendelea kutaja mengi yanayofanywa chini ya uongozi wako. Sisi wasaidizi wako tukuahidi tutaendelea kufuata maelekezo na kazi unazotutuma na kuhakikisha tunatekeleza ile nia ya kumgusa Mtanzania haswa yule wa chini mnyonge. Mheshimiwa Rais, nishukuru sana kwa fursa hii. Kwa niaba ya wana Mwanza na wenzangu wote wa kanda ya Ziwa, tunaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu uendelee kutuongoza na sisi tunaendelea kuchapa kazi. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Sasa nimkaribishe mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Martha Ngwira, tafadhali. Tumpigie makofi mengi na vigelegele mwanamama huyu ambaye ni shupavu kweli kweli. Tanzania Mheshimiwa Anna Ngwira anakuja sasa kwa heshima kubwa. Tanzania oye! Mheshimiwa Rais na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Ninakubaliana na mkuu wa mkoa wa Mwanza kwamba na sisi tunapotoka huko vijijini mnatuleta huku mjini tuangaze macho tuone mabadiliko ambayo tunahitaji kuyaleta katika mikoa yetu. Tunashukuru sana. Jambo la pili linalotuleta hapa ni hili la kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya hizi rada, na sisi wa Kilimanjaro tutaongeza wigo wa usimamizi katika biashara hii ya anga. Kama mnavyofahamu, sisi tuko mpakani na ushindani wa mipakani ni mkubwa, na utatusaidia sana kujua wenzetu wanafanya nini na aina ya ndege zitakazoingia na kutoka katika viwanja vyetu. Ninaona wenzangu wa Dar es Salaam na Mwanza wamenichokoza na matamko, lakini naomba nikuhakikishie kwamba matamko yapo na tena yote yameanzia Kilimanjaro. Yameanzia hapo na ninaamini yataishia hapo. Tunafanya kazi, tunasikiliza watu, tunapima kila hoja
na tutakuletea taarifa sahihi ya jinsi tunavyoyashughulikia. Tunakushukuru sana kwa kila jambo ambalo kama alivyosema Mheshimiwa Makonda, Mungu anatusaidia kama taifa kuyapitia, kuyatekeleza na kuyasimamia. Na tumaombe Mungu kwamba siku hii pia tunapozindua rada hizi, tumshukuru kwamba ametufikisha katika hatua hii na anatusogeza katika hatua nyingine iliyo bora zaidi. Asanteni sana. Makofi mengi sana. Anakuja kumpa mkoa, anakuja kumpa Mheshimiwa Rais, kwa mkoa na Mheshimiwa Rais, heshima kubwa ulionipa, anasema asante. Na wanaume, kina mama kufanya kazi nzuri, mtasikia tu nyewe mnasema, mwanamke yule ni mwanaume kweli. Akaambia nasema kwa Kiingereza, sema she is very husband. Naomba tupigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wetu wa kamati ya miundombinu aje asalimie. Karibu tafadhali, mpigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, awali ya yote tukushukuru sana wewe na serikali yako kwa ujumla kwa kuweza kutekeleza miradi mingi hasa inayohusu sekta ya miundombinu. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Katika sekta ya miundombinu umetekeleza miradi mingi mno. Wiki iliyopita tulisimama kwenye eneo la Ihumwa ukiweka jiwe la msingi kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa reli kutoka Morogoro kuja Dodoma, eneo la Makutopora. Leo hii tupo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa rada ambayo kimsingi italeta mapinduzi makubwa sana kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunatambua jitihada ambazo unazifanya za kuwatekelezea miradi mikubwa wa Tanzania. Tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, na sisi kama bunge tunakuahidi tutaendelea kuisimamia serikali, tutaendelea kusimamia miradi ambayo iko chini ya wizara tunaisimamia, na tutaendelea kutoa ushauri wa bunge kupitia kamati ya miundombinu. Mheshimiwa Rais, ipo miradi mingi ambayo umetekeleza katika nchi yetu. Kwa faida tu ya Watanzania, ni vyema wakafahamu kwamba serikali yako inatekeleza miradi mingi. Kuanzia sekta ya barabara, ipo miradi mingi mikubwa ambayo inatekelezwa, na sisi kama bunge tunaendelea kuisimamia na kuishauri serikali na kuhakikisha ile miradi iliyopangwa inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Rais, tumpongeze sana mkurugenzi wa mamlaka ya anga. Amefanya jitihada kubwa sana ambayo inapaswa kuigwa na watendaji wengine wa serikali. Ukiwa na watendaji wa serikali kama huyu, tunaamini tutakuwa na mapinduzi makubwa sana katika sekta ya miundombinu na katika sekta mbalimbali. Tunatambua jitihada ambazo alifanya kwa kuanza kujibana kupitia OC. Asilimia 45 wanaendesha wao. Asilimia 55 serikali yako baada ya kuonyesha jitihada uliamua kutoa fedha ambazo zinagharamia huu mradi. Lakini bado serikali ina miradi ya ndege, ina miradi ya ujenzi wa reli, ina miradi ya upanuzi wa bandari, ina miradi ya kuboresha viwanja vya ndege. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Tunakuombea heri kwa Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, awape afya njema wewe na Mama Janet Magufuli ili muweze kuwatumikia Watanzania. Tunakushukuru sana. Tunaahidi bunge liko pamoja na wewe kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Asante. Makofi mengi sana. Asante. Sasa nimuite mwenyeji wetu na pia mwenyekiti wa bunge letu kule, Mheshimiwa Zungu, tafadhali naomba uje usalimie. Tumpigie makofi mengi sana. Na huyu kule kwenye kiti chake kule huwa afanye mchezo bungeni. Kama dakika mbili. Kaa pembeni.
na leo wamekamilika. Mheshimiwa Rais, kwanza karibu katika wilaya ya Ilala, na mbele yako ni wananchi wa Ilala na wametoka wengine katika mkoa huu wa Dar es Salaam kuja kushuhudia wao wenyewe mambo makubwa unayofanya kwenye taifa hili. Mheshimiwa Rais, upofu sio macho tu. Yeyote asiyeona haya unayofanya, upofu wake sio macho, bali upofu wake ni wa moyo wake. Hongera sana kwa kazi nzuri unazofanya. Mheshimiwa Rais, katika ziara yako mkoa wa Dar es Salaam ambao utaipanga, utakuja kutembelea mradi wa dola milioni 400 ambao makazi maalum na biashara kwa wanyonge kwenye wilaya ya Ilala. Katika ziara yako Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa na nafasi tutakupangia vile ziara kuja kuweka jiwe la msingi katika kiwanda ambacho sasa hivi kimeanza kutengenezwa na kitakuwa kinazalisha mahindi ya kusagwa zaidi ya tani 1500 kwa siku. Hii yote ni kukunga mkono wewe, jitihada zako na mapenzi yako ya Tanzania ya viwanda. Na kupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri unazofanya, na kila la heri na Mwenyezi Mungu akujalie. Asante sana. Asante sana. Serikali legelege lazima izaliwe na chama legelege. Serikali yako ni imara, maana yake chama kipo imara. Naomba nimkaribishe sasa katibu wetu wa uenezi na itikadi Mheshimiwa Humphrey Polepole asalimia kwa furaha kubwa kwa ilani yake ya uchaguzi inatekelezwa vilivyo. Makofi mengi tena kwake. CCM oye! Ndugu John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Janet Magufuli, ndugu waziri, Profesa Mbarawa, wageni wa meza kuu, waalikwa wote, itifaki imezingatiwa, na mimi kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii ndugu Rais kukuletea salamu nyingi tele za pongezi kutoka uongozi wa chama chetu cha Mapinduzi, mwenyekiti wetu, makamu wake wawili na katibu mkuu wetu. Wanakupongeza sana na wanachama kwa kazi nzuri unayoifanya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015-2020. Mimi ninao neno moja tu. Katika ulimwengu uliojaa udhalimu, anapoinuka mtu mmoja akasema udhalimu hauna nafasi na wanyonge lazima wapate haki yao, wadhalimu hawatakubali kirahisi. Watapinga, watatujaribu kutuvuruga. Nikutie moyo kwamba wananchi wa Tanzania na wana CCM ambao wamepewa dhamana ya kutoa uongozi wa nchi hii wako pamoja na wewe. Tunakuunga mkono na tunakuombea sana kwa Mungu wetu wa mbinguni. Mwisho, walisema maneno mengi, mimi niseme kwa ufupi. Hatujawahi kujenga reli hata mita moja. Leo umejenga standard gauge, tuta lishafika Morogoro. Hongera sana. Walisema hatuna ndege hata ya kuwazima. Leo umenunua ndege 6 na moja kubwa kweli kweli. Katika ndege hizo watu wanakula, wanakunywa na kuchimba dawa. Ni ndege humo humo. Na ili ndege ziwe salama, uzinduzi huu unaofanya leo utahakikisha ndege zetu zinaruka kwa usalama vizuri kabisa katika anga la Tanzania na la nchi jirani. Nikupongeze, tunakuunga mkono. Asante sana ndugu Rais. Asante sana Mheshimiwa Humphrey. Mheshimiwa Rais, Warumi wanasema Roma rokuta kauza fenita. Kilichosema Roma ndio mwisho. Na hapa na mimi nafikia ukomo wa yale maelekezo ulionipatia. Naomba sasa tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais anapokwenda kuzungumza na sisi. Magufuli oye! Dar es Salaam oye! Dar es Salaam safi! Safi!
Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Dr. Sera Ubwa, Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji kutoka Serikali ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri mliopo, nikitambua kuwepo manaibu waziri wa wizara hii ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, ambapo katibu mkuu wake aliwaita manaibu katibu wakuu wakati akitambulisha, lakini nataka kuwatambua ninyi ni manaibu waziri wa wizara hii. Waheshimiwa Paulo Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wengine wote mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa mkoa wa Mwanza, Kilimanjaro, Songwe sifahamu kama yupo, labda amewakilishwa na rasi, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la miundombinu, waheshimiwa makatibu wakuu mlioko hapa na manaibu katibu wakuu, waheshimiwa wabunge mlioko hapa mkiongozwa na mbunge wa jimbo hili, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wote mko hapa, ndugu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania, makatibu tawala, wakuu wa wilaya, waheshimiwa madiwani, viongozi na wafanyakazi wa ATCL, TCAA, TAA na kadhalika, waheshimiwa viongozi wengine wa serikali, wa vyama vya siasa na dini mlioko hapa, waheshimiwa wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia tuwe hapa leo kwenye siku hii muhimu. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mbarawa kwa kunialika katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa mradi wa mfumo wa rada kwa ajili ya kuongoza ndege kwenye viwanja vyetu, viwanja vya Julius Nyerere Dar es Salaam ambavyo itakava mpaka Zanzibar, uwanja wa Kilimanjaro KIA, Mwanza pamoja na Songwe. Asante sana kwa kulikaribisha. Waheshimiwa viongozi, rada ni chombo au nyenzo muhimu sana, sio tu kwa ajili ya usafiri wa anga bali pia usalama na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Licha ya ukweli huo, nchi yetu hivi sasa ina rada moja tu ya kiraia ambayo inatumika kuongozea ndege. Rada hiyo iko hapa kwenye uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na uwezo wake ni kuhudumia 25% tu ya anga yetu. Na kwa bahati mbaya uwezo wa rada hiyo ambayo ilinunuliwa kwenye miaka ya 2002 ilitumike kwa miaka 12, nayo imepungua sana kutokana na uchakavu. Huu ndio ukweli. Hii imeifanya hata baadhi ya mashirika makubwa ya ndege yasite kufanya shughuli zake nchini. Ni kwa sababu hiyo leo nimefurahi sana kuja hapa kuweka jiwe la msingi la mradi huu wa usimikaji mfumo wa rada 4 kwenye viwanja vyetu vya hapa Dar es Salaam ambao utakava mpaka Zanzibar na Pemba, lakini Kilimanjaro itakayokava maeneo yote ya kaskazini, Mwanza pamoja na Songwe. Kwa hakika nimefurahi sana. Nimefurahi kwa sababu sasa nina uhakika kuwa mradi huu utakapokamilika tutakuwa na uwezo wa kuliona anga letu lote pamoja na anga za nchi jirani, hususan Burundi na Rwanda ambazo tumekasimiwa na shirika la kimataifa la anga la ICAO. Hii kwanza kabisa itaimarisha usalama wa nchi yetu, lakini zaidi ya hapo, mradi huu utakapokamilika utarahisisha shughuli za uongozaji ndege na kuiongezea mapato nchi yetu. Hivi sasa tumekuwa tukipoteza tozo ya kuongozea ndege
takriban shilingi bilioni 1.2 kwa mwaka kutokana na ICAO kukasimu sehemu ya anga la nchi yetu kwa nchi jirani ya Kenya. Mradi huu ukikamilika, nina uhakika sehemu hiyo tutarejeshewa. Napenda kutumia fursa hii kuipongeza mamlaka ya usafiri wa anga TCAA kwanza kwa kuanza kutekeleza mradi huu, lakini mradi huu utagharimu takriban shilingi bilioni 67.3, lakini nafahamu 45% ya fedha inatokana na vyanzo vyenu vya ndani. Ninawapongeza sana. Tulikuwa tumesubiri kwamba hizi 45% tukiwaachia mtazitumiaje, lakini ninyi mmekuja kuonyesha kwamba zimetumika vizuri. Hongereni sana TCAA. Lakini serikali kuu imewaunga mkono kwa kuwaongezea 55% iliyobaki. Kwa hiyo tunasema bilioni zote 67.3 zimetolewa na serikali kwa 100%. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza viongozi na wafanyakazi wa TCA kwa kazi nzuri mnayoifanya ambayo inaletea sifa nchi yetu. Hivi punde Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano ameeleza kuwa mmevuka lengo la usalama la ICAO la 60% kwa kupata 64.35. Na wapongezeni sana. Na wapongezeni sana kwa kuvuka lengo hili kwa kipindi kifupi sana, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ameeleza kwenye mwaka 2013 mlipata 37.8. Mlikuwa vilaza kweli kweli. Lakini kwa muda mfupi mwaka huu sasa mna 64.35. Hongereni sana sana. Hongereni sana TCCA. Na napenda nikuarifu Mheshimiwa Waziri kuwa nitakuwa tayari kupokea rais wa ICAO kupokea tuzo ya kutambua matokeo haya makubwa yaliyofanya na wenzetu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kama alivyogusia Mheshimiwa Waziri kuwa mradi huu wa rada ni sehemu ya miradi mingi inayotekelezwa nchini kwa lengo la kuboresha na kuimarisha usafiri wa anga nchini. Kama mnavyofahamu, usafiri wa anga ni muhimu. Ni muhimu katika masuala ya biashara, hususan kusafirisha bidhaa kama vile matunda, nyama, mboga, maua, samaki na kadhalika. Lakini ni muhimu pia kwa ukuaji wa sekta ya utalii. Ndio maana sikushangaa kumuona Mheshimiwa Kigwangara yuko hapa, kwa sababu zaidi ya 70% ya watalii duniani wanatumia usafiri wa anga. Nchi yetu ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuwa na vivutio vingi vya utalii, na tumepanga kuongeza idadi ya watalii wanaokuja nchini kutoka milioni 1.3 ya sasa hadi milioni 5. Hivyo basi uimarishaji na uboreshaji wa usafiri wa anga ni jambo lisilokwepeka. Na kwa sababu hiyo, mbali na mradi huu wa rada, tumenunua ndege mpya 6. 3 tayari zimewasili, ikiwemo moja ambayo itawasili leo. Nimeshaambiwa kwamba kwenye saa 11 mpaka saa 11 kasoro hivi itakuwa imeshatua hapa ikitokea Canada. Tuwaombee wafike salama. Lakini ndege nyingine 3 zinatarajiwa kuwasili baadaye mwaka huu, ikiwemo ndege kubwa ya Boeing Dreamliner yenye uwezo wa kubeba watu zaidi ya 262. Na zile zingine 2 ni CS300 Next Generations ambazo zinabeba watu kati ya watu 150 hadi 120, ambazo nazo ni 2 zitaingia mwaka huu. Ndugu zangu, mbali na ununuzi wa ndege tunazofanya, upanuzi wa viwanja vikubwa vya Dar es Salaam na Kilimanjaro kwa gharama ya takribani bilioni 650 nao unafanyika,
Aidha, tunafanya upanuzi wa viwanja vingine 11 kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, ambavyo viko mikoani kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 500. Ni matumaini yangu kuwa miradi ikikamilika, usafiri wa anga nchini utaimarika. Na kama mnavyofahamu, tunaendelea pia kuimarisha usafiri wa reli, maji na barabara. Ndugu zangu, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa rada. Hata hivyo, kabla sijahitimisha hotuba yangu, ninaomba nielezee masuala mawili ya mwisho. Kwanza, nahimiza wizara na mamlaka ya viwanja vya ndege na msimamizi wa mradi huu kuhakikisha mnamsimamia vizuri mkandarasi, kampuni ya Thales Alliance France SAS, ili mradi huu ukamilike ikiwezekana kabla ya muda uliopangwa. Tunauhitaji mradi huu haraka, na ndiyo maana tumewaajiri hawa kampuni ya Ufaransa waje wafanye kazi hii. Walishindanishwa wengi na wao ndio wakawa the lowest evaluated. Tumewapa kazi. Sasa wasimamizi wote kwa pamoja muhakikishe mkandarasi anabanwa kikamilifu ili mradi huu ukamilike. Pia nchi ya Ufaransa ni rafiki zetu, kwa hiyo nina uhakika mtashirikiana vizuri katika kuhakikisha mradi huu unakamilika mapema. Niombe pia mamlaka ya usafiri wa anga kuhakikisha mnaandaa wataalamu wa kutosha kwa ajili ya kuendesha na kutunza mfumo wa rada. Nimefurahi kusikia kuwa wataalamu takriban 33 tayari wapo Ufaransa kwa ajili ya mafunzo. Pili, ninaziagiza mamlaka husika kuimarisha ulinzi na usalama kwenye viwanja vyetu. Hakikisheni viwanja vyote vinakuwa na vifaa vya kisasa vya ukaguzi wa abiria, lakini pia lindeni mipaka ya viwanja hivyo. Tukio la aibu nimeambiwa lililotokea Mwanza lisirudiwe tena. Tatu, katika hotuba yako Mheshimiwa Waziri, umeeleza wasiwasi wako kuwa ujenzi wa mfumo huu wa rada unaoweza kuchelewesha kukamilika kwa sababu ya tatizo la fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo jipya la kuongezea ndege katika uwanja wa ndege wa Mwanza. Na kuagiza Mheshimiwa Waziri, yule kandarasi wa Mwanza amesuasua sana, asimamiwe, ahakikishe hili jengo linakamilika mapema. Swala la pesa, nimeshakwambia serikali ya awamu ya 5 haina tatizo na pesa. Tena usibadilishe sheju kwamba mnaanzia huku, mnaanzia huku, mnaanzia huku. Zote hizo rada ziwekwe kwa pamoja. Kwa hiyo yule kandarasi aliyepo Mwanza ahakikishe jengo lile, afanye kazi usiku na mchana. Na kueleza waziri, usiwe mpole. Najua Zanzibari saa nyingine mnazungumza lugha ya kubembeleza, uwezo ukajulikana kama umekasirika au umefurahi. Nataka hili ukaonyeshe ukali wako. Kama pesa ni tatizo, sema hata leo apelekewa na dai certificate ngapi. Katibu mkuu yuko hapa, waziri wa fedha yuko hapa. Haya, katibu mkuu yuko hapa, peleka pesa. Asitafute kisingizio cha pesa. Na ndiyo maana mkuu wa mkoa amezungumza hapa. Uwanja wa Mwanza umesuasua mno miaka mingi. Sasa ikija na rada hapo unawacheleweshia, unawapangia tena wa mwisho. Nataka wawe wa kwanza. Kwa hiyo swala la jengo lisiwe na sababu. Tunataka hili swala tulimalize. Songwe iwe tayari, Kia wawe tayari, Dar es Salaam iwe safi, Zanzibar iwe safi. Tanzania tumekaa kwa muda mwingi tukiwa tunasuasua. Huwezi ukawa na ndege zinaongozwa na nchi jirani mpaka zinafika Tabora. Haiwezekani ukawa na ndege zikaongozwa mpaka zinafika Tanga. Wewe unaongoza tu ka eneo haka kadogo. It's a shame. Ni lazima tubadilike, na ndiyo maana nimelizungumza hili hadharani. Tuna rada za jeshi huko zenyewe zinafanya kazi vizuri, zinashughulikia vizuri.
lakini ndege zetu haziwezi zikawa zinaongozwa na rada za jeshi. Tulichelewa, na ndio maana tumechukua huu uamuzi wa kutenga bilioni 67.3 tulimalize hili. Hiki kiporo ambacho kimekaa tangu tupate uhuru, ndege inapita wala uwezo ukajua, wala uwezo ukaiteremsha, wala uwezo ukaiongoza. Hatuwezi tukawa na taifa la namna hiyo, na ndio maana nasema uamuzi huu ni uamuzi mzuri, na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri na wahusika wa viwanja kwa jukumu hili mliolifanya, lakini ni lazima sasa likamilike kwa ustadi na likamilike mapema. Kwa hiyo contractor, ninakuomba umalize mapema. Nchi ya Ufaransa ni tajiri, fanyeni kazi usiku na mchana. Hela zipo, bilioni 67.3, jukumu linalosubiriwa na Watanzania. Watanzania hawa wote sasa milioni 55 ni kuona huu mradi unakamilika mapema. Ndugu zangu wananchi wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, nchi yetu tunaenda vizuri sana. Nawaambia tunaenda vizuri sana sana. Kila Mtanzania ninawaomba mtembee kifua mbele. Nchi hii uwezo wake sasa ni mkubwa mno, ni wa maajabu. Ndio maana watu wengine wenye wivu hivi wanaumia sana, na wenye wivu wapo tu. Hata Mungu aliumba malaika, pakatokea wenye wivu, mashetani, yakagoma, yakatupwa huku duniani. Nayo lazima yawe yana wafuasi wa aina fulani, wenye wivu, kwa sababu ni maajabu kwa nchi kama hii Tanzania, ambayo katika miaka mingi heshima ya Tanzania ilipotea. Ulikuwa uwezo ukayaona mawingu ya kitu kinapaa huko angani kilichoandikwa Tanzania. Nchi kubwa, watu milioni 55, hata ndege tulikuwa tumekosa. Na ndege ndiyo heshima ya nchi. Tumeingia madarakani tukaamua lazima tuwe na ndege. Watu walizungumza haitawezekana, atapata wapi hela? Nikasema mimi hela zangu ziko kwa mafisadi, nitawabana tu hao mafisadi, watazitema. Mafisadi ndio wamekuwa wakichezea fedha zetu. Nikasema watazitema, wasipozitema kwa upole, watazitema kwa nguvu, hata kama ni kwa kutapika. Tumefanya hivyo kwa muda mfupi. Ndege tumenunua, tukanunua ndege 6 kwa mpigo bila kukopa. Dunia ikaanza kushangaa, Tanzania inunue ndege 6 kwa mpigo bila kukopa. Haiwezekani. Haya mandege yatakuwa makuukuu, yatakuwa yameoza, yatakuwa hayafai. Tulipozileta hivi, hawa waliokuwa wanazungumza ndio wa kwanza kupanda hizo ndege. Mungu awasamehe kwa sababu tumeumbwa kusameheana. Haya ni mafanikio. Tulitakiwa sisi wa Tanzania katika umoja wetu, bila kujali dini zetu, bila kujali makabila yetu, bila kujali hata vyama vyetu, mafanikio haya tuyashangilie. Kwenye nchi zilizostaarabika duniani, katika masuala ya kitaifa huwa wanaungana. Uwezo ukakuta wanapingana. Hizi ndege zikija si za familia ya Magufuli, ni za Watanzania. Tunajenga hiki vituo vikubwa vya rada, si vya familia ya mheshimiwa profesa hapa au dokta pale wa Zanzibar, ni kwa ajili ya Watanzania. Faida hii ni kwa ajili ya Watanzania wote. Tunapojenga reli Stiegler's Gorge, tunapojenga standard gauge au umeme
kwa Stiegler's Gorge na kadhalika, ni kwa ajili ya Watanzania. Kila mmoja wetu, mawaziri wangu hapa wanapofanya juhudi kubwa, kwa mfano huduma sasa hivi ya afya imeongezeka na imechangia kwenye kuchangia uchumi wa nchi. Kwa mfano huduma ya maji kwa zaidi ya 14.5. Madini, tulipobana haya tukazuia madini yaliyokuwa yanasombwa, sekta ya madini sasa imechangia uchumi wa nchi kutoka 11.5 mpaka 17.5. Na nina uhakika kwa takwimu nilizonazo mimi, sifahamu za waziri wa fedha atakazozisoma bungeni, uchumi wetu umekuwa kwa zaidi ya 7%. Nafikiri 7.1 au 7 plus. Haya ni masuala ya kujivunia katika nchi yetu. Kubanabana hizi fedha zilizokuwa zinavuja kwa watu wabaya ili ziende kwenye huduma za watu, ndio zinasaidia kuitangaza na kuijenga nchi, na hasa kuhudumia wananchi wetu walio maskini. Ukienda leo Muhimbili au kwenye hospitali zetu mahali mbalimbali, huduma zimeongezeka, madawa yameongezeka. Ni kwa sababu tuliongeza bajeti kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 269. Sekta ya maji tumeongeza, barabara zinajengwa mpaka hapa Tazara, ukienda flyover inajengwa. Kama hawaioni, si wakaiguse tu, hata wakakae hapo hapo. Nyingine tutajenga Ubungo, kila mahali tunajenga. Mwenyekiti wa miundombinu huyu, tunajenga sasa hivi barabara ya kutoka Tabora mpaka Mpanda zaidi ya kilomita 359 za lami. Wiki mbili zinazokuja tunakwenda kufungua barabara ya kutoka Dodoma mpaka Babati ya lami. Wakati ya kutoka Dodoma kwenda Iringa imeshakamilika. Miradi ni mingi, huwezi ukaitaja kwa mkutano mmoja. Ninachowaomba ndugu zangu wa Tanzania, kwa umoja wetu, wapo watu duniani hata ungemfanyiaje, hata kama ungekuwa unatembea ukakutana kwenye barabara, ukambeba kwenye mgongo, umpitishe kwenye mto, ukimvusha kule, atasema ni mgongo lake lilikuwa inanuka jasho. Watu wa shukrani za namna hiyo wapo. Nenye ninachowaomba ndugu zangu wa Tanzania, muendelee kuwaombea kila mmoja kwa imani yake, lakini sisi tusiumbe, tupige gurudumu letu kwenda mbele. Tuko pazuri mno, tuko pazuri mno. Nchi yetu uchumi wake ni miongoni mwa nchi 5 katika Afrika ambao uchumi wake unakwenda mbele. Lakini niliwahakika pia kwamba wapo watu waliokuwa wamezoea fedha za bure za kuibia maskini. Wale ndio wanapiga kelele kweli. Ninafahamu hata makanisani zaka zimepungua kwa sababu zingine zilikuwa zinatolewa na mafisadi. Yapo, lakini sisi wa Tanzania tusimame, twende mbele kwa ajili ya taifa hili. Ninawaeleza kwa dhati kwa sababu ninajua tunakotoka na tunakokwenda. Watendaji wangu hawa wanafanya kazi kubwa sana. Mawaziri, makatibu wakuu, wabunge, kila mbunge anafanya kazi kubwa sana katika maeneo yake. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndio maana tuko salama leo. Ilifikia mahali hata kwenda Kibiti tu ni kazi. Hatukuona mtu yoyote analani. Kufa kwa Kibiti ni salama. Hakuna hata waraka uliotoka. Ingawaje sipendi sana kulizungumzia hili kwa sababu ninalijua wala halina msingi wala halitafanikiwa wala hakuna lolote.
kwa sababu serikali ipo, nimekabidhiwa na wananchi kuilinda kwa nguvu zote, na ninasema kweli kweli. Wengine nawaangalia tu na wacheki, nasema nchi yetu, ndugu zangu wa Tanzania, kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ni wafadhili. Mtu mwingine akasema ni namna gani Tanzania imekuwa donor country. Enzi za baba wa taifa, baada ya kupata uhuru tu, alizungumza uhuru wa Tanzania, na Tanzania haiwezi ikaonekana iko huru kama nchi zinazozunguka hazijawa huru. Na ndiyo maana Mheshimiwa Baba wa Taifa, Mungu amweke mahali pema, Tanzania ikawa ndiyo center ya ukombozi wa nchi zingine ambazo zilikuwa zijapata uhuru. Msumbiji, wapi, mpaka South Africa. Tulikuwa donor country. Tulisacrifice damu zetu, tulisacrifice mioyo yetu, tulisacrifice nguvu zetu, tulisacrifice hata akili zetu ili nchi hizo zikapate uhuru. Kutokana na juhudi hizo za baba wa taifa, yapo mengi ambayo tuliyakosa. Ninafahamu miundombinu ya Mtwara na Lindi, hata barabara walikosa. Wananchi wale hata katika mambo yao ya uchumi yakashuka chini. Tulifanya hivyo kwa sababu ya nchi zingine zipate uhuru. Kazi kubwa ya baba wa taifa ilikamilika. Jukumu langu sasa hivi mimi, kwa sababu donor country tumeshaufanya kwa kuzipatia nchi zingine zipate uhuru, mimi sasa ni kujenga uchumi wa Tanzania. Tumechelewa kwa kusaidia nchi nyingine, sasa tunataka tujisaidie wenyewe. Na katika juhudi hizi watajitokeza wa kunungunika, wa kupiga kelele, wa kufanya nini, wala sitawasikiliza. Sisi tunachapa mbele kazi, ili siku moja Watanzania watakao kuja, hata kama kwa miaka michache, wataona mabadiliko haya tunayoyafanya. Watakuja kusimulia ukweli wa matokeo makubwa yatakayokuwa yanafanywa kwenye awamu hii ya 5. Ukishajenga reli ya umeme ya standard gauge kwenda mpaka kwa watani zangu wa Bogo kule, satakuwa anaamka asubuhi yuko hapa ameshafika, anasema agwe, anarudi na jioni. Mtu anaweza akatoka kule akaenda akafanya kazi akarudi. Ukishakuwa na umeme wa kutosha pale Stiglas Boy na processes zinaendelea, maana yake swala la viwanda linalozungumzwa na ambalo amelizungumza Mheshimiwa Zungu hapa, halitakuwa na matatizo katika kupata umeme. Ninawaambia ndugu zangu wa Tanzania, tunaenda pazuri. Na kazi ya uongozi ni ngumu sana. Ni kweli, usiposimama na kumtanguliza Mungu, unaweza ukakata tamaa. Unageuka hivi unakaona kama mtu kananungunika huku. Na ni wengi tu, hata wakina Musa walipata shida. Amewavusha kule, amekuta wengine wameshachonga dhahabu yao ndio Mungu wao. Ndiyo maana ya maendeleo. Maendeleo yana changamoto kubwa. Ni waombe wa Tanzania tushikamane katika hili. Bilioni 67.3, asilimia 100 kutolewa na serikali si kitu cha kawaida. Kwa nini hatukujenga miaka 50 iliyopita? Kwa nini leo? Kwa nini trilioni 7.6 zimepatikana leo za kujenga standard gauge? Kwa nini hazikupatikana miaka iliyopita? Kwa nini ndege 6 kwa mpigo zimenunuliwa? Kwa nini hazikupatikana miaka 100 iliyopita? Tanzania ilikuwepo. Wasione vyaelea vya uhuru. Kwa juhudi kubwa mnazozifanya za kulipa kodi. Mradi huu ni wenu, ni kodi zenu, na ni kodi za Watanzania wote wa vyama vyote.
ndege zitakazokuja hizi ni zenu. Kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ni mkurugenzi wa viwanja vya ndege na watendaji wote na viongozi wa mahali ambapo rada hizi zitajengwa. Kazisimamieni kwa uadilifu mkubwa. Watu watapata ajira. Ujenzi huu umetengeneza ajira, lakini hivyo hivyo tumepeleka wataalamu wetu zaidi ya 30 na kitu kwenda kujifunza. Waliopelekwa pale sio watoto wa Magufuli. Ndio maendeleo ninayoyataka kwa ajili ya Watanzania wote. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kwenda kuweka jiwe la msingi la mradi huu. Ninawatakia mafanikio mema. Mungu wabariki wafanyakazi wote, wabariki Watanzania wote, na ninawatakia mafanikio mema. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Sasa jukwaa kuu mtaungana Mheshimiwa Rais, halafu Mheshimiwa mawaziri wakuu wa vyombo vya dola mtaungana naye, na taratibu wengine ambao tuko kwenye hema hilo mtakuwa mnasogea huku. Naomba sasa wananchi, kama nilivyosema, nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Hello, hello Tanzania. Hello, hello upendo wa kweli. Mwanza na duara la Orange ni rada ya Kongwe. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunaweza kuona kwamba sasa tuna full coverage ya nchi yetu, lakini kama ulivyosema kutakuwa na hawa remote tower Zanzibar ambayo itakuwa inapiki kutoka rada ya Dar es Salaam, na kutakuwa na remote tower ya Arusha itakuwa inapiki kutoka rada ya Kilimanjaro. Arusha kwa sababu ya utalii na ndege nyingi ambazo zinaruka upande ule kule wa Manyara. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hii ndio coverage itakapokuwa, na hapa ndio vijana wetu ambao wako Ufaransa sasa hivi, hii wapo ni rada ya Dar es Salaam imeshakamilika. Kinachofuatia sasa hivi ni kwenda kufanya factory ya acceptance test. Kwa hiyo wako Ufaransa sasa hivi wanaendelea na mafunzo na kufikisha hiyo mitambo. Na kule mwanzoni ndio kama tulivyosema, mradi huu unafadhiliwa na serikali kwa 100% bila kukopa, na tulishatia mkataba, tulisaini mkataba kama tulivyoeleza katika taarifa yetu. Kwa mwisho hapo, hiyo ndio impact, kwa maana ya kwamba sasa Tanzania itakuwa na mifumo bora. Afrika zinatumia mifumo hii ya rada ya kisasa ambayo ina mifumo yote miwili, secondary na primary. Kwa hiyo tunaona pale Mheshimiwa Rais pembeni kabisa pale, zile ni ndege kuna maandishi madogo madogo, inaonyesha jina la airline, speed anayokwenda, yuko wapi, anafanya nini, na kama opposite kwake kuna kihatarishi chochote, air traffic controller anapata signal kwamba kuna tatizo lolote, au kama kuna ndege yoyote imekuwa sehemu, utaiona kwa kadri inavyoonekana pale. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunaomba picha chache za ukumbusho. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu,
kabla sijaomba kidogo, mheshimiwa, unajua unapokutana na mfalme mweleze vitu vyako vyote. Leo kijana wako kwanza na video yako TV yangu TV channel ya WhatsApp TV, kwa kuanzia saa 1 kamili itakuwa on air, kwa sababu mheshimiwa rais kaniambia niende kidogo, mimi ni nani hapa nikasema sabini niende. Kwanza mapenzi safari, ujana ni maji ya moto, walinaga zamani. Tuli tumetoka mbali, matatizo changamoto, tulisavisa furani. Tatu kidonda chako kwangu maradhi. Usiona sio sawa.